Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu ya nchini Morocco almaarufu kama Botola ambao tumetoka kutazama siku ya leo ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Wydad Casablanca, ambapo Wydad siku ya leo walikuwa kibaruani wakicheza dhidi ya klabu ya soka ya Olympiques, ambapo klabu iko upande mwingine inashiriki ligi kuu pale nchini Morocco, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa mzunguko wa 8 kwa upande wa timu ya soka ya Wydad Casablanca sambamba na Olympique Safia pale nchini Morocco. Fahamu mchezo huu tunakwenda kutazama kwa sababu nyota wa zamani wa klabu ya soka ya Yanga na timu ya taifa ya Burkina Faso, ambaye kwa sasa ni miongoni mwa watu ambao wanamuona kama ni Mtanzania mwenzetu, kwa sababu amemuoa Mtanzania mwenzetu Stefan Aziz Ki, ameweza kupata nafasi ya kucheza mchezo huu na kuweza kushine ama kung'aa kweli kweli. Fahamu Wydad Casablanca wameweza kufanikiwa kuifunga Olympique Safia wakiwa nyumbani kwao mabao 2 kwa moja. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine mchezo ulikuwa ni wa kuvutia sana. Katika kipindi cha kwanza tunashuhudia kupitia kwa Nordin Amrabat, dakika ya 26 aliweza kumtengenezea nafasi Sembenkos Loch, dakika hiyo wakaweza kupata bao la kuongoza. Lakini tunashuhudia Stefan Aziz Ki katika dakika ya 45 aliweza kusababisha penalti, na penalti hiyo ikaweza kupigwa na mkongwe Nordin Amrabat na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Wydad Casablanca bao la pili. Lakini kabla mwamuzi kupuliza kipenga chake kuashiria mpira umemalizika, basi tunashuhudia klabu ya soka ya Olympique Safia waliweza kupata penati katika dakika ya 79, lakini dakika ya 80 wakaweza kupiga penati hiyo, na penati hiyo ikapigwa na Sofiane El Moudan na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Olympique Safia bao la kufutia machozi. Kwa hiyo tunaona mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi Wydad Casablanca wameondoka na alama 3 katika mchezo wao wa mzunguko wa 8 ligi kuu ya nchini Morocco. Fahamu kwa sasa Wydad Casablanca wanaongoza ligi kuu ya nchini Morocco, yani wapo kileleni wakiwa wamecheza mechi 8, wameshinda michezo 6, draw michezo 2, hawajapoteza mchezo wowote, wakiwa na alama 20. Wamefunga mabao 14 na kuruhusu mabao 5. Katika mabao 14 ambao wamefunga, basi fahamu Aziz Ki ameweza kuchangia bao moja katika hayo mabao 14. Fahamu Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji 5 wa kigeni ambao wanacheza katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Zote tunafahamu sheria ya nchini Morocco inasema kwamba klabu inatakiwa kuwa na wachezaji 5 wa kigeni, wengine walobakia wote watoke taifa la Morocco, na ndio maana Selemani Mwalimu aliweza kutolewa kwa mkopo katika klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo kutokana na ubora ambao anauonyesha Aziz Ki, na amekuwa akianza mara kwa mara katika kikosi cha timu ya soka ya Wydad Casablanca, ikionyesha kwamba ni miongoni mwa nyota wa kutegemewa akiwa anacheza katika eneo la kiungo namba 10. Hakika Aziz Ki anaendelea kuipeperusha bendera ya nchini kwa Burkina Faso nchini Tanzania, kwa sababu alitoka Yanga na amemuoa Mtanzania. Kwa hiyo tunaona ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa upande mwingine ni wa kutumainiwa katika kikosi cha timu ya soka ya Wydad Casablanca. Kumbukwe Wydad Casablanca wanakwenda kushiriki kombe la shirikisho msimu huu, ambapo tunakumbuka katika nchi ya Tanzania tuna Singida Black Stars na Azam, lakini kwa bahati mbaya Wydad Casablanca wao tunaona wapo katika kundi ambalo kwa upande mwingine kuna uwezekano mkubwa akarejea nchini Tanzania, kwa sababu ikumbukwe Wydad Casablanca hapo kundi moja na Azam. Kwa hiyo tunaona kuna uwezekano mkubwa Aziz Ki akarejea katika ardhi ya Tanzania kuja kucheza na Azam katika kombe la shirikisho mchezo wa kundi B. Kwa hiyo ndio hivyo, Aziz Ki ameendelea kung'ana kuonyesha kwamba ni miongoni mwa wachezaji mwenye kipaji kikubwa barani Afrika kwa kuweza kuaminiwa kuanza katika nchi ya Morocco. Tumefahamu wote kuna wachezaji wakubwa ambao wameshakwenda Morocco na walishindwa kufanya vizuri wakarejea hapa nchini Tanzania, lakini Aziz Ki yeye bado moto ni ule ule kama alivyoondoka akiwa MVP nchini Tanzania. Bwana, kama unamkubali mchezaji Stefan Aziz Ki, like video yetu afu tuambie katika 100% mwamba huyu unampa 10 ngapi? Shuka kwenye comment hapo, dondosha maoni yako.